Bwana mtazamaji, tuko hapa maeneo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambapo kunafanyika bonanza lile la watu wa mabenki, lakini pia sehemu ambapo ilipo Simba basi ndipo ambapo tunaweza kuwapata wana Simba. Niko naye Mnandi Junior kuweza kuzungumza mawili matatu. Kubwa zaidi ni kuelekea mchezo dhidi ya Al Masry. Mnandi, siku zimekaribia, wana Simba mnalipi ambalo mpaka sasa mko nalo moyoni? Pressure inazidi kupanda ama mioyo imetulia? Sisi pressure hatuwezi kuwa nayo kwa sababu ni sehemu ambaye tunakotamba siku zote katika viungo vyetu vya nyumbani. Hatuwezi kuwa na pressure. Wenye pressure saizi Libya baada ya kupata sare. Wao wameshinda, hatujajua watakuja kwa kujiamini kwa sababu wamepata matokeo ama la wanawezekana wakaja na maroboti. Hatujajua, tunawasubiri hiyo siku ya kesho kwa sababu ndio watawasili hapa katika uwanja. Washawasili tayari? Basi kama wameshawasili tunawakaribisha. Vizuri kabisa. Tunawakaribisha. Vipi, nyuma mwiko wajaenda kuwapokea? Maana washazoea kupokea wageni hawa. Hawajapokea nyuma mwiko. Wao unajua mtani wako. Basi mimi naomba tu wawapokee, wasipate shida kwenda kukodi hoteli, gharama nyingi za hoteli, wakakae tu kwenye mazingira ambayo walipo wao pale kambini, wawaelekeze kila kitu, wawapikie chakula vizuri, ili mradi siku ya tarehe 9 wawaelekeze geti la kurukia pale. Sababu wenzetu hawapiti geti kuu. Na hao wawaelekeze wasipite geti kuu ili wabaki na yale matokeo yao ya goli 2 ili waweze kufuzu kuelekea semifinal. Wanasema goli 2 ni nyingi kweli. Goli 2 ni nyingi kwenye makaratasi, lakini kwenye pichi goli 2 linafungwa ndani ya dakika 3 tu. Zinafungwa goli 2. Kwa hiyo naamini goli 2 ni ndogo sana kwenye pichi. Ila kwenye makaratasi goli 2 ni nyingi. Mimi niwaambie tu kwamba Simba alishawahi kufanya matukio makubwa sana katika mpira huu barani Afrika. Alishawahi kumtoa Mufulira Wanderers uwanja Uhuru, kipindi hicho inaitwa Shamba la Bibi, walitufunga goli 4 kwa bila, lakini tulienda Zambia, tumecheza kwenye uwanja wao wa pale Zambia mbele ya rais wao Kaunda ambaye amesoma hapa na mpaka ndugu zetu wamepewa jina pale kwenye uwanja wao Kaunda. Kaunda maana yake ni jina la rais wa Zambia ambaye ndo amepewa pale kwenye jengo lao hapa kwenye uwanja ambao wanataka kujenga. Mpaka leo watu wanafanya vipimo tu lakini uwanja haujengwi. Yule alikuwepo uwanjani, Simba akimfunga Mufulira Wanderers goli 5-0 mbele ya rais wao. Mpaka leo vizazi na vizazi, Azam waliondokaga miaka 3 iliyopita, walialikwa pale, wakaulizwa timu gani mnaiogopa Tanzania au mnaikumbuka? Wakasema Simba Sports. Kwa nini? Wakakumbusha sababu ya Mufulira Wanderers kuondolewa nyumbani, tena wakishinda away goli 4 lakini wakaja kufungwa nyumbani goli 5 dhidi ya Simba Sports, tena kwenye mashindano haya ya kimataifa. Kwa hiyo naamini kwamba Simba shai kufanya makubwa na ashaziondoa timu nyingi za ukanda wa Afrika Magharibi kibabe zaidi tukiwa kwenye ardhi ya nyumbani. Wydad Casablanca walikuwa nafasi ya pili kwenye ubora barani Afrika, tukaondoa kwenye mashindano msimu uliopita. Sasa tukaenda quarter final, wao wakaishia makundi na msimu unaofuata hawakushiriki mashindano ambaye ndio msimu huu Simba kamondoa Wydad. Sasa ukimzungumzia Al Masry ni timu ndogo sana pale Misri. Anasema mara nyingi wekundu wa Msimbazi Simba kwenye michezo ambayo walianzia ugenini wamekuwa wakianza vibaya, na hiyo ndio imekuwa sababu kubwa ya wao kutolewa kwenye michuano hii hasa kwenye hatua za mtoano. Hili pia linaweza likawa sababu mojawapo ambayo labda inaweza kuifanya Simba Sports Club isiende hatua ya nusu finali ambayo mmekuwa mkitamani kwa muda mrefu sana wana Simba. Hiyo sio sababu, kwa sababu katika robo finali zetu tulizofuzu 6 katika miaka 7 na nikijumlisha na African Football League manake tuna robo finali 7, manake tumelevel ubao hapo. Mzani umebalance. Katika hizo zote robo finali 6 katika hizi 7 nilizotaja na ile ya African Football League ya msimu uliopita tuliocheza. Zile 6, sawa? 6 zile 6 zote 5 tulianzia nyumbani, 2 tu hizi. Ukichukua ile ya Kaizer Chiefs tulianzia wetu tukapigwa goli 4, tukaja nyumbani tukawa tunatafuta kurudisha zile goli 4 na ziada tukapiga chuma 3. Wenzetu wakafuzu kwenda semifinal kwa kutupiga chuma 4 nyumbani kwao. Lakini msimu huu ndio msimu wa pili Simba kupata tena advantage ya kuanzia away na kuja kumalizia nyumbani tukapigwa chuma 2. Unaona, kutoka kwenye 4 tukapunguza 2, tumepigwa 2. Manake hawa hizi goli 2 tulitafuta 3, tulikuwa tunatafuta 4 tukakosa goli 1. Wale wametupiga goli 2. Je, kama tulipata 3 zidi ya Kaizer Chiefs bado goli 1. Hawa goli 2 tu. Manake tutashindwa kupata zile 3 tulizopata kwa Kaizer Chiefs na ziada, manake hatuwezi kushindwa. Tutalifanya hilo kama Real Tripoli. Mimi ndo nadhani ndio timu ngumu ambayo tulicheza nayo msimu huu kwenye hatua ya kwanza kwenda makundi. Ile ndio ilikuwa mechi ngumu sana, home and away. Dakika zile 180 kwetu ndio zilikuwa ngumu, lakini uliona bila pale Libya, lakini tukaja Tanzania kwenye uwanja wetu Benjamin Mkapa, zile mabounce wamekuja nao, lakini wakapigwa chuma 3-1, Simba akaqualify kuingia kwenye makundi. Kwa hiyo mimi naamini Al Masry ni timu ya kawaida sana msimu huu katika walabu ambao tumekutana nao. Huu ni mwalabu wa 4, lakini walabu watatu wote sasa tumewanyonyoa. Na ahidi huyu tunamuondoa. Tena kibabe. Na kuna watu saizi wanaweka saizi mpaka vibanda kwamba Simba hawezi kufuzu. Sasa tunawaambia Simba anafuzu. Tarehe 9 mwezi wa 4 Simba anafuzu tena kibabe. Sio kawaida kibabe. Angalia watu walioalikwa. Yaani ukiona watu walioalikwa maana yake hata wewe mwenyewe utakuwa uogope bwana. Hawajawahi kufanya mwaliko huu Simba, lakini mpaka wanaalikwa watu. Mapadri wako wanaalikwa. Kina Boniface Mwamposa bulldozer hilo linang'oa mti mzima ulivyosimama na mizizi yake unang'oka. Unajua mbuyu unavyoona juu ulivyoenda na chini hivyo, lakini bulldozer linang'oa.
Wewe unategemea wale Waarabu sisi tunawaacha salama? Hapa Mwamposa. Hapa Shewaridi. Yaani kushoto yuko Shewaridi, kulia yuko Boniface Mwamposa. Alafu hapa katikati kwenye ule mstari wa kugawanya dunia wale tunaita wale green equator wale. Ule tunakaa sisi. Ubaya wazee wa Simba wanakaa pale. Alafu sisi tunazunguka pembeni. Na RC Chacha ambaye amesababisha watu wakalala masaa 4 sehemu ambayo sio sahihi. Yaani kukalala masaa 2 afu kaenda kulala masaa 4. Naye kaalikwa pia yumo. Na rais wa TFF ambaye ana mafanikio yake makubwa kuliko marais wenzake wote, pamoja nao walikuwa na mafanikio, ila yeye amewazidi marais wenzake wote waliopita kwenye shirikisho. Yeye mwenye mafanikio ndani ya miaka 8, Wallace Karia ambaye juzi tu amepata kupata cheo kule CAF cha mjumbe wa CAF kwenye mashindano. Unaona ni mtu wa kawaida huyo, naye kaalikwa yumo ndani. Wewe unategemea katika hili jopo lililoalikwa hili watu watatoboa kweli? Jopo hili lililoalikwa sio masiara. Na Mwamposa amejibu leo, tumeona mtandaoni amejibu, amepokea mwaliko wa Simba Sports kwamba atakuwepo. Maana RC Chacha amesema kwamba yeye kashapokea mwaliko. Kwa hiyo sasa kama mamlaka itamruhusu kule, kwa sababu unajua ni mtumishi kule, kama ataruhusiwa basi naye atakuwepo. Ila kama asipopata ruksa atatoa baraka zake kule alipo. Lakini naamini kwa mamlaka ya nchi, kwa sababu sisi ndio tumebaki kuwa wawakilishi, nadhani mamlaka lazima atamwachia RC Chacha, na hivi tutakuwa naye tarehe 9. Kwa hiyo sio siku ya kukosa. Mimi niwaombe tu mashabiki, wanachama wa klabu ya Simba kokote mlipo, sasa hizi ombeni dua na sala kuiombea Simba inaenda kufuzu semifinal. Kwa hiyo hutakiwi kukaa nyumbani. Kata tiketi yako mapema, wahi Benjamin Mkapa. Ogopa kulanguliwa, ogopa matapeli. Ukija siku ya tarehe 9 kukata tiketi uwanja Benjamin Mkapa, tiketi 1500 utainunua 20,000. Sasa ogopa kununua tiketi 20,000. Hiyo 15,000 ulikuwa unanunulia familia yako, unakuja na mkeo, unakuja na mwanao. Sasa unaenda kuinunua tiketi moja kwa ajili ya watu wote. Je, uone ni hasara? Nunua tiketi mapema, njoo enjoy Benjamin Mkapa. Njoo uweke historia kwa wajukuu zako kwamba nilikuwepo wakati Simba namtoa Al Masry kutoka taifa kubwa kwenye mpira barani Afrika. Njoo pale, tunaweka rekodi ya kibabe. Nandi, umejaribu kugusia kwa upande wenu nyinyi mashabiki kwamba wakati tiketi mapema waje uwanjani siku ya tarehe 9 waepuke kulanguliwa. Labda unalipi la kuambia wachezaji? Wamecheza vizuri sana kwenye mchezo uliopita tumeona. Labda unalipi la kuambia kuelekea mchezo huu? Wachezaji tayari taarifa zimefika kwa benchi la ufundi. Viongozi wetu wa klabu ya Simba wanaonyesha kwamba haya mashindano msimu huu wanayahitaji kwa jasho na damu, hawahitaji tena quarter final. Na maana ni aibu sisi timu kubwa ambayo tunafanya vizuri kwenye East Africa kila siku, ambaye tuko kwenye namba 6 barani Afrika, alafu mtu ambaye alikuwa nafasi ya 75 ameenda kucheza finali ya shirikisho, alafu sisi ambaye tuko nafasi ya 6 barani Afrika mpaka leo tu tunapiga mark time, tunaishia robo finali. Tunajua kweli huwezi kufanikiwa, kuna hatua lazima upitie, na kweli tumeshatupitia. Sasa tumeshachoka, tumeshajua ugumu wake, tushajua wepesi wake wa mashindano. Huu ni muda wetu sasa na sisi kwenda finali na kwenda kuchukua ubingwa barani Afrika. Tukitokea robo msimu huu, tukitoka hapa kwenye robo tena tukiwa nyumbani, itakuwa aibu kubwa sana kwa taifa letu, aibu kubwa kwa bara la Afrika, kwa sababu wenyewe wanatuangalia kwa jicho la tatu, na ndio maana tumepata nafasi ya kwenda kuanzia away ili tuje kumalizia nyumbani, ili na sisi sasa tuwe kama wenzetu ambao walikuwa wanapata nafasi kuja kuanzia kwetu kwenda kumalizia nyumbani na kwenda kucheza finali na kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ni wakati wetu, lazima tupambane kama mashabiki na wanachama. Kabla ya kuwalaumu wachezaji, maana tumesema wachezaji wana uchoyo, hilo lipo kweli. Kila mmoja anataka kufunga, kwa sababu unapofika eneo lile hawezi kumpa pasi mwenzake, na anataka na yeye afunge ili aose nyota, lakini wenyewe wameambiwa waache uchoyo, na kocha kashawaambia na yuko naye kwenye viwanja vya mazoezi siku zote hizi 4. Maana wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba watu wetu beba mashabiki na wanachama wa Simba kwenye mabega yao, wao ndio watatuvusha. Sisi tunazungumza hapa kwenye vinywa vyetu, lakini mpira tucheze sisi. Si kazi yetu ni kuhamasisha wadau wetu waje uwanjani kwa ajili ya kuhamasisha wachezaji zaidi wajitume, ili tuweze kuqualify kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo naamini wachezaji watajituma kwa jasho na damu kwa ajili ya kuitetea Simba Sports ili tufike nchi ya ahadi. Kwa hiyo mimi kikubwa tu niwaambie wana Simba, tusiwe na wasiwasi, tuendelee kupambana na kukata tiketi. Uhakika wa qualify upo pale pale. Nani, kwa kumalizia, mbuzi na wazee wafupi atakuwa? Mbuzi na wazee wafupi, haya ni maneno tu ya watani zetu, kwa sababu walijua ile mechi kwao ni ngumu. Kwa hiyo wametafuta slogan ambayo wao ya kuonekana kwamba sisi tulikimbia mechi. Hivi tukizungumza wazee wafupi, kwa hiyo wazee wafupi ndio washirikina hapa Tanzania? Eti na wale mbuzi si tunaona mtaani, mbuzi wengine wanatembea wenyewe tu. Mwenyewe yuko nyumbani, mbuzi wanatembea mababani kila siku tunaona. Sasa leo kaogope mbuzi. Mbuzi siku ni bosi wamechinjwa sana, mbuzi wameliwa. Na hapa yenyewe tulipo kwenye bonanza letu hapa chuo, mbuzi wamechinjwa hapa wanaliwa. Sasa wanamuogopa yetu kwamba ile mechi itachezwa, watake wasitake. Vile vijezi walipochapisha kwamba hatuchezi, lakini na sisi tunawaambia baada ya mechi ikishatangazwa, na sisi tunaenda kuchapisha t-shirt sasa za kutangaza kwamba wanacheza. Yaani wao wamechapisha tuchezi, na sisi tunaenda kuchapisha t-shirt tunawaambia kwamba sasa wamekubali wanacheza. Mtacheza. Sio sisi. Wao ndio wamesema hatuchezi. Sisi tunachapisha t-shirt sasa. Maana timu wataleta na tutachapisha t-shirt. Bwana wameshakubali sasa wanacheza. Alafu tutawaonyesha pale uwanjani baada ya mechi ikiisha. Bana, shukrani sana mna. Asante, niwatakie majukumu mema.